Kwingineko, zaidi ya walimu 400,000 sasa wana sababu ya kutabasamu, wakitarajiwa kunufaika na nyongeza ya mwisho ya mishahara chini ya mkataba wa makubaliano ya pamoja mwaka 2025 hadi 2029. Mishahara hiyo mipya inatarajiwa katika malipo ya mwezi huu wa Julai. Shilingi bilioni 8 zilizotengwa katika bajeti ya mwaka 2026-2027 zinakamilisha utekelezaji wa mkataba wa shilingi bilioni 33, huku mishahara ya walimu ikiongezeka kwa hadi asilimia 29.5. Anne Musungu na maelezo zaidi. Walimu zaidi ya 1400 walioajiriwa na Tume ya Huduma za Walimu yani TSC watanufaika na awamu ya pili na ya mwisho ya mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka wa 2025 hadi mwaka 2029. Mishahara mipya inatarajiwa kutikisa benki za walimu hao katika malipo ya mwezi huu. Utekelezaji wa awamu hiyo umewezeshwa na kutengwa kwa shilingi bilioni 8 katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026 hadi 2027 kwa ajili ya kugharamia mishahara ya walimu. Hii inakamilisha utekelezaji wa mkataba wa shilingi bilioni 33 uliotiwa saini kati ya TSC na vyama vya kutetea maslahi ya walimu. Mkataba huo uliotiwa saini baada ya mazungumzo kati ya TSC na vyama vya walimu unaweka nyongeza za mishahara ya kati ya 5% na 29.5 katika viwango mbalimbali vya ajira. Walimu watanufaika na ongezeko la kati ya shilingi 2,359 na 17,463 kwa mwezi kulingana na daraja na kiwango chao cha mshahara. Walimu wa msingi walio katika daraja la B5 watalipwa kati ya shilingi 28,620 na 37,100, huku wakuu wa shule za kiwango cha juu wakipokea hadi shilingi 167,415. Nyongeza hiyo ya mishahara ya walimu inajiri wakati ambapo watumishi wa umma pia wanatarajiwa kuanza kupokea mishahara mipya kuanzia mwezi huu. Hii ni kufuatia agizo la Rais William Ruto la kuongeza mishahara ya watumishi wa umma kwa asilimia 12 lililotangazwa mwezi Aprili. Anne Musungu, KTN, Nairobi.